Mafunzo ya uongozi kwa halmashauri ya wilaya ya Chalinze yanaanza leo tarehe 13 mpaka tarehe 18 Oktoba 2025. Lengo ya mafunzo haya ni kujenga utendaji wa viongozi, kuongezea mafunzo ya kuwajenga katika majukumu yao, katika kazi wanazozifanya kila siku, ili waweze kufanya kazi na kuongoza kwa matokeo. Kwa hiyo lengo ni hayo, kujenga uwezo katika uongozi wao na kuleta matokeo baadaye ya kiutendaji. Viongozi pia tumewasisitizia viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Chalinze kuhusu kutumia dira ya taifa ya 2050 kama mwongozo wao katika utendaji kazi wa kila siku. Dira isiwekwe makabatini, dira itumike kila siku, isomwe na iwe rejea katika taratibu za utendaji wake wa kazi. Kwa hiyo kingine, tunashauri viongozi wasiwe na ubaguzi katika utendaji kazi, wawe shirikishi kuanzia ngazi ya msingi mpaka juu, washirikishe wananchi, wadau mbalimbali, pamoja na wenyewe wakiwa ofisini wafanye kazi kwa ushirikiano. Na kikubwa ambacho tunategemea, wawe viongozi wenye maono na viongozi wenye kufanya kazi kwa matokeo. Nimefika hapa leo kwa ajili ya mafunzo ambayo yanatolewa na chuo hiki cha Mwalimu Nyerere, shule ya uongozi. Mafunzo haya yamejumuisha wakuu wa idara wote wa halmashauri ya wilaya ya Chalinze pamoja na vitengo vyake. Tutakuwa hapa kuanzia tarehe ya leo 13 mpaka tarehe 18. Kwa hiyo fursa hii tunashukuru sana kwa kuipata. Ni fursa adimu hususa kwa halmashauri za wilaya kuweza kupata fursa hii na kupata mafunzo ya kuwezeshwa kiuongozi. Kwa hiyo binafsi namshukuru sana mkurugenzi wetu mtendaji wa halmashauri kwa kuwa na maamuzi ya kufanya hivyo, ili kutujengea uwezo sisi watumishi wake tuweze kuwa na utumishi wenye tija. Kwa sababu unapokuwa mwezeshwa kiuongozi, ni dhahiri ya kwamba wananchi utawatendea haki katika kuwatumikia kwa kuzingatia misingi ya utawala bora, lakini pia maadili ya kiuongozi. Hivyo tunashukuru sana mno, na tunatoa wito pia hata kwa halmashauri zingine watakaoweza, basi waweze kuwaleta watumishi wao katika taasisi hii. Ni taasisi ambayo ni muhimu na adhimu kwa maslahi ya taifa, ili kuweza kuandaa viongozi walio bora wenye tija katika uzalishaji na kwa maslahi ya nchi.